ask in your name. Amen. One way or another, the truth always comes out. I would make sure it doesn't. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja trailer ya kwanza kabisa ya TV show yetu ya kibabe inayoitwa From. Na kama tunafahamu kitu kimoja kwamba TV show yetu season ya 4 itatoka tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu mwaka 2026. Ila kiuhalisia umeona TV show yetu hii kama tulivyoona kwa season ya kwanza hadi ya 3 ina maswali mengi sana kuliko majibu, na kiuhalisia hii trailer yetu nayo pia ilikuwa na maswali mengi sana kuliko majibu. Ila nitajitahidi sasa kuvunja kadri ya uwezo wangu, na vile pia nitajitahidi kuvunja kadri sasa ya vitu ambavyo tumeviona kuanzia season ya kwanza hadi season ya 3. Na je, hii trailer yetu ilikuwa na issue gani hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na katika sini ya kwanza hapa tuliona mazishi sasa watu wetu ndani ya Fromville aka Gambosh, na bila shaka sasa ulikuwa na mazishi fulani vya watu wawili umeona, na mmoja wa watu sasa umeona bila shaka atakuwa ni jamaa huyu anaitwa Jim ambaye tulimuona sasa aliuawa katika season ya 3. Na vile pia inavyoonekana sasa mtu mwingine umeona watu ambao walifariki bila shaka atakuwa ni mchungaji huyu ambaye ni karakta mpya kabisa ambaye ameingia katika season ya 4, na huyu mchungaji huyu alikuja na mwanae wa kike huyu anaitwa Sofia. Ila katika mazishi kuna issue moja ya ajabu sana ilitokea. Umeona mpaka hapo ni issue fulani ambayo tuliona kuna kunguru fulani hivi kutanda katika mazishi, na ni situation fulani ambayo haijawahi kutokea ndani ya Gambosh. Umeona mpaka hapo, na kunguru mara nyingi tulikuwa tukiwaona umeona watu wapya wakiwa wanaingia katika mji unaitwa Gambosh. Ila ilikuwa sio issue ya kawaida, yani kuona makunguru umeona wakiwepo wakirandaranda katika ya mazishi. Ila kwa washikaji ambao wamezoea kuangalia movies za supernatural hizi, tunafahamu kitu kimoja kwamba mara nyingi yani kunguru inakuwa kama ni ishara fulani hivi ya nguvu za kiroho. Umeona mpaka hapo hizo nguvu zinaweza kuwa nguvu za giza, umeona zinaweza zikawa nguvu nzuri kutegemea na movie ambayo utaiangalia. Kwa mfano sasa kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia kama movie ile ya Mpinga Kristo ya Damien, umeona kuhusu issue za Omen, umeona mpaka hapo tunafahamu kitu kimoja kwamba Damien alikuwa ni mpinga Kristo mwenye alama namba 66, na vile pia sasa alikuwa kizungukwa na kunguru mbalimbali, na kunguru sasa ilikuwa ni ishara ya roho chafu yani kutoka kuzimu. Umeona mpaka hapo. Ila kwa washikaji ambao mfanikiwa kuangalia movie nyingine inaitwa The Crow, umeona katika mythology ya The Crow umeona kunguru kama kunguru umeona ilikuwa ni kama roho ya muongozo, yani kumtoa mtu kutoka ulimwengu wa kiroho na kuingia moja kwa moja sasa katika ulimwengu wa nyama. Kwa watu juu sasa hapa kwa kunguru sasa umeona wana ishara gani hasa? Umeona mpaka hapa, au je hawa watu wawili waliokufa yani wana nguvu gani umeona katika mji wetu wa Gambosh? Umeona, na kuhusu majibu ya maswali hatuwezi kujua ni mpaka hapo tutapoangalia season yetu ya 4 hii ya TV show inayoitwa From. Na sisi inofuata tunaona mchezo wetu Boyd hapa akienda katika makaburi ya mke wake aliyefariki anaitwa Abby, na tunaona hapa alikuwa akiongea na mke wake kwamba yeye kama yeye anaanza kubadilika umeona kuanzia kiakili na kimwili. Umeona mpaka hapo, na hapa inakuja lile swali umeona, je mke wa Boyd anaitwa Abby huyu alikuwa sahihi kuua watu wa kimwili kimoja kwa njia pekee kabisa umeona ya kuokoka kutoka Gambosh? Ilikuwa lazima sasa auwe watu? Na kiuhalisia umeona majibu ya maswali pia na tunaona hapa Boyd yani umeona alikuwa na ndoto mbalimbali za ajabu yani kuhusu msalaba umeona, kuhusu makafara hapa na pale. Kwa inavyoonekana ni katika season ya 4 tutaingia deep zaidi kuconnect sasa umeona ulimwengu wa kiroho kutoka katika Biblia pamoja na ulimwengu wa kiroho katika nguvu za giza. Kwa hiyo tujue connection itakuwa vipi, ila sasa taratibu tunaweza kukumbuka tena sasa Fazakatri, kwa sababu Fazakatri kuna issue moja alisema umeona kuwa maisha ya watu wa Gambosh kilikuwa ni kitabu cha 74 ndani ya Biblia. Yani in short umeona katika Abrahamic mythology za Wakatoliki umeona kitabu chao kuna vitabu 73, na kama ni kitu kimoja kwamba maisha ya Gambosh ni kitabu cha 74. Na sababu ilikuja ni kwamba ndani ya Gambosh kulikuwa hakuna Biblia umeona mpaka hapo. Ila katika season ya 4 sasa umeona Biblia pekee ambayo itaingia ndani ya Gambosh ni Biblia ambayo itakuwa imeletwa sasa na mtoto wa mchungaji huyu anaitwa Sofia. Kwa hapa yani kuna vitu vingi vya kuzungumzia, ila kwa sasa yani hatujui tunaelekea direction gani yani. Na sini inofuata tunamwona mchungaji hapa akiwa na mwanae anaitwa Sofia wakiingia katika mji wetu wa Gambosh. Umeona mpaka hapa ni si fulani hivi ambayo inafanana sana sini ambayo tumeziona katika season ya kwanza, ya pili na ya 3. Yani watu wapya wanapoingia ndani ya Gambosh mara nyingi kuna mti, na vile vile pia sasa kuna kuwepo na kunguru mbalimbali. Na kama ni usanguzo kabisa, kunguru mara nyingi sasa ni ishara umeona ya kuhama kutoka ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine, na mara nyingi unakuwa ulimwengu wa kinyama umeona
kuingia katika ulimwengu wa kiroho au ulimwengu wa kiroho kuingia katika ulimwengu wa kinyama. Na hapa inakuja theory nyingine kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa hii Gambosh umeona ikani kama ulimwengu fulani wa kiroho yani. Umeona mpaka hapo, ila majibu ya maswali kama nilivyosema hatuna hadi sasa yani, kwa sababu kuna theory nyingi sana umeona ambazo zinaingiliana kati ya supernatural pamoja na science fiction. Na kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia season ya kwanza hadi ya 3, nafahamu kitu kimoja kwamba watu wote ambao wanaingia ndani ya Gambosh wametoka katika sehemu mbalimbali tofauti yani. Kwa mfano kuna watu ambao wametoka Kigoma kwa mfano huko, au maybe watu wametoka Tanga huko, ila wote wamekutana ndani ya Gambosh. Kwa inavyoonekana maybe mji wa Gambosh unahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine yani. Ni kitu ambacho pia hatukijui, au maybe ni dimension nyingine kabisa yani. Umeona mpaka hapo? Na hii theory inaendana kabisa na ile theory ambayo tumeiona katika TV show moja inaitwa Lost. Umeona mpaka hapa? Nakumbuka sama producer umeona wa TV show ya From ni wale ambao walifanikiwa kutengeneza ile TV show inaitwa Lost. Na katika TV show inaitwa Lost sasa tuliona kile kisiwa kilikuwa kiama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ina make sense kwamba watu wametoka katika miji mbalimbali ndani ya Marekani, wote wamekutana katika sehemu moja. Ni kitu ambacho ina make sense yani, ila kina make sense katika ulimwengu wa supernatural au ulimwengu wa science fiction. Na baadaye kabisa tunamwona Donna hapa akaanza kumpinya maswali Boyd, umeona, kumuuliza issue gani hasa ambayo imetokea chini kule katika maandaki. Kwa inavyoonekana kuna issue ambayo itatokea kubwa sana, umeona, katika season ya 4 katika maandaki aliyomuona ambayo ile madubwana alikuwa akiishi. Kwa tujui ni issue gani hasa, umeona. Na siri inayofuata tunamwona Jade hapa, umeona, akiwa na taa yake akiingia chini kabisa, umeona, katika yale maandaki ambayo anaishi ya madubwana, umeona. Na kama tulivyoangalia katika season ya 3 tutamwona kitu kimoja kwamba Jade huyu, umeona, alikuwa ni reincarnation ya mchizi mmoja anaitwa Christopher, umeona mpaka hapo. Na Christopher pamoja na mke wake anaitwa Miranda, umeona, walikuwa wakiingia, umeona, katika hii sehemu kwa nia ya kuprotect ya watoto, umeona mpaka hapo. Kwa tujui sasa, umeona, mtoto ambaye anamuona hapa maybe ni yeye alipokuwa mtoto au labda ni reincarnation ya mtu mwingine kipindi hicho, kwa tujui hadi sasa yani, umeona. So mpaka sasa hivi tunafahamu kitu kimoja kwamba kila watu wanaokuja na asilimia kubwa ni reincarnation ya watu waliopita. Na sisi inofuata tunamwona Tabitha akiwa na mtoto wake anaitwa Julie, umeona mpaka hapa. Na hadi sasa tunapata kitu kimoja kwamba Tabitha, umeona, naye pia alikuwa ni reincarnation ya mwanamke anaitwa Miranda, umeona mpaka hapa. Na vile pia tutambua kitu kimoja kwamba Julie alikuwa ni story walker, umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa alikuwa akimzungumzia mtu mmoja ambaye hadi sasa alikuwa hajarudi katika nyumba yao. Kwa hiyo inavyoonekana sasa huyu mtu maybe anaweza kawa Jim, kwa sababu nafahamu kitu kimoja kwamba Jim katika season iliyopita alifariki dunia, au vivyo pia anaweza kama mtoto wao huyu anaitwa Ethan, umeona mpaka hapo. Na sisi inayofuata hapa tunamwona Jade akiongea na Tabitha kwamba inabidi wakae chini na kuanza kuzungumza kuhusu vitu fulani, kwa sababu anafahamu kitu kimoja kwamba watu wawili walikuwa ni wapenzi, umeona, katika life cycle iliyopita. Yani Jade alikuwa ni Christopher, umeona, na Tabitha huyu alikuwa ni Miranda. Kwa inavyoonekana Jade, kwa sababu alikuwa ni mchunguzi sana, kuna vitu anaanza kuvijua yani. Kwa inabidi afanye connection na Tabitha, umeona, kwa ajili ya kusolve vitu fulani, umeona, au njia yote ya kutafuta ili aweze kuokoka kutoka katika sehemu inaitwa Gambosh. Na baadaye kabisa tunamwona Julie pamoja na Ethan wanafungua mlango hapa na kuna maneno yameandikwa hapa, knowledge comes at a cost. Umeona mpaka hapo. Sasa huu msemo una maana nyingi sana yani katika ulimwengu wetu wa From, yani ni kwamba, umeona, hizo nguvu za giza ambazo zinaongoza ndani ya Gambosh, umeona, hawataki hawa watu wajue vitu vingi, umeona, kuhusu wao, umeona, kama tulivyoona kuna kipindi fulani Tabitha yani alikuwa anajua vitu kibao, umeona, kiasi kwamba sasa kuna mtu ndani ya simu, umeona, akampigia Jim kwamba hii issue ni issue ya hatari, yani Tabitha anapochimba chimba kwenda chini kabisa, umeona mpaka hapo. Na vile pia kama tulivyoona katika season iliyopita Ethan pamoja na Julie wanazidi kujua vitu vingi sana yani, umeona, kuhusu ulimwengu wa Gambosh, umeona mpaka hapa. Yani sasa tunafahamu kitu kimoja kwamba Julie alikuwa ni story walker, inamaanisha sasa alikuwa na uwezo wa kusafiri kutoka past kwenda future, yani anaweza kutambaa ni katika timeline yote hii ya ulimwengu wa Gambosh. Kwa hiyo kitu ni kitu fulani cha hatari, umeona mpaka hapo. Na kwa washikaji ambao walicheki season ya 3 episode ya 10 tuliona kabisa ujamaa mwenye suti ya njano alisema haya maneno kwamba knowledge comes with a cost. Na inavyoonekana ujamaa wetu huyu mwenye suti ya njano alikuwa anajua vitu vingi sana kuhusu Gambosh, umeona mpaka hapa. Ni short alikuwa anajua kuhusu mambo ya time travel, umeona, alikuwa anajua kuhusu mambo yote ambao watu ambao wanaishi Gambosh walikuwa wakiyafanya. Na vile pia sasa alikuwa akiwaonya watu. Cha kuongezea ni kwamba mchizi wetu bwana huyu alikuwa na uwezo wa kutembea mchana kwenye jua, umeona mpaka
mpaka hapo, na madubwana yote ambayo tumeona hadi sasa katika ulimwengu wetu wa Gambosh yalikuwa hayawezi yani kutembea katika jua, umeona mpaka hapo. Na tuliona umchizi yani alimuua, umeona, Jim Matthew, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana katika season ya 4, umeona, mtu mbaya zaidi atakuwa umchizi huyu mwenye suti ya njano. Na wabazidi ni kwamba sasa kuna sini moja katika trailer yetu tuliona umchizi, umeona, alikuwa akifanya shape shifting, umeona mpaka hapo. Sasa swali linakuja hapa, je, ujamaa huyu jinsi alivyokuwa anajishepu, je, atajishepu katika sura ya Jim au atajishepu katika sura ya mtu yoyote ambaye anaishi ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Kwa huyu bwana ni bwana fulani ambaye hatujui sasa siri yake ni wapi, na vile pia hatujui ni reincarnation ya mtu gani. Ingawa sasa kuna testi za hapa na pale, maybe anaweza kawa Ethan, umeona mpaka hapo, au maybe anaweza kawa Boyd, umeona, au maybe anaweza kawa Randall, umeona mpaka hapo. Ni maswali ambayo hadi sasa hatuna majibu. Inajua tunavyoonekana katika season ya 4, dubwana la kutisha zaidi itakuwa dubwana ilimwona la mchizi mwenye suti ya njano katika TV show yetu inayoitwa From. Na kuna scene hapa tulimuona Victor, umeona, alikuwa kichimba chini akitafuta picha ambayo alikuwa akichora, umeona, kuhusu mwanaume huyu mwenye suti ya njano. Kwa inavyoonekana huyu mwanaume mwenye suti ya njano ni mwanaume fulani au dubwana fulani ambaye ilikuwepo katika timeline mbalimbali ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Na katika scene inayofuata tunaona pamoja, unaona nguo zile ambazo alikuwa akizivaa huyu dubwana mwenye suti ya njano, na inavyoonekana dubwana ile ilikuwa limeondoa hii suti, na kama tulivyoona katika scene nyingine kabisa, huyu dubwana baada ya kuondoa hii suti akaamua sasa kufanya shape shifting. Na cha kuongezea ni kwamba kuna baadhi ya picha zilikuwa zikichorwa na Victor, ila kuna baadhi ya picha vile vile pia zilikuwa zikichorwa na mama yake Victor anaitwa Miranda. Kumbuka Miranda vile vile pia ni incarnation sasa, umeona, watu wengine kabisa ambao walikuwa kiingia ndani ya Gambosh, na vile vile pia Tabitha au sasa ni incarnation ya huyu Miranda, umeona mpaka hapo. Kwa Miranda kuna vitu vingi sana alikuwa akivijua, yani umeona, kuhusu ulimwengu wa Gambosh, na ni vitu fulani ambavyo vile vile pia vimerithishwa, umeona, kwa mwanamke huyu anaitwa Tabitha. Na vile vile pia ndo tunakutana na Mariel, na Mariel hapa anazungumzia bwana, ndani ya Gambosh kuna nguvu moja ya giza sana ambayo ni ya zamani kinoma, umeona mpaka hapo, ambayo inawafanya watu wa Gambosh, umeona, waishi katika maisha fani magumu, na vile vile pia umeona inafyonza, umeona, ile hofu ya wakazi wa ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana vile vile pia Mariel, umeona, kuna issue moja ali experience, umeona, issue fulani ya vijidudu kuingia ndani ya mwili wake, kama vile tulivyoona yule jamaa anaitwa Martin, na vile vile pia kama tulivyoona katika mwili wa Boyd, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana baada ya kuingiliwa na vile vidudu, umeona, kuna vitu fulani, umeona, kuhusu nguvu za Gambosh alikuwa akiziona, umeona mpaka hapo. Na cha kuongezea sasa kwa washikaji ambao wamesahau, umeona, season ya kwanza hadi season ya 3 tunafahamu kitu kimoja kwamba chanzo kikubwa kabisa cha madubwana, umeona, yalikuwa yani walikuwa ni binadamu, umeona, ambao waliamua sasa kutoa sacrifice ya watoto wao kwa ajili sasa ya kuishi milele, umeona mpaka hapo. Kwa inaonekana ni kwamba sasa watu wa zamani katika kijiji au katika sehemu ya Gambosh, umeona, walipiga kafara yani ya watoto wao, umeona, ili wapate maisha ya milele, yani umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana sasa ile laana ya kafara ilikuwa ikisambaa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Na vile pia katika life cycle moja ndani ya Gambosh ndio tulikutana sasa na Christopher pamoja na Miranda, na mpango mkuu kabisa wa Christopher na Miranda ilikuwa ni kuvunja ile laana isiendelee kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine, umeona mpaka hapo. Na kwa washikaji ambao wamefanikiwa kwa TV mbalimbali kama Welcome to Delhi, tunafahamu kitu kimoja kwamba umeona, kile kiumbe alicho pia yani kilikuwa kina feed au kinafyonza hofu kutoka kwa binadamu ambao alikuwa akiishi sasa katika kitongoji kinachoitwa Derry, umeona mpaka hapo. Na yule sasa, umeona, Pennywise, umeona, alikuwa na nguvu fulani ya supernatural, ila asili yake ilikuwa ni asili ya kicosmic, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana hadi sasa katika ulimwengu wa Gambosh, umeona, kuna nguvu za giza za supernatural, vile pia yani kuna issue fulani hivi za kicosmic au katika issue fulani za science fiction, yani umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya hadi sasa hatujui asili ya hizo nguvu ambazo zinatawala sasa, umeona, katika mji wetu wa Gambosh, umeona mpaka hapo. Na hatujui sasa, umeona, huyu jamaa mwenye suti ya njano katoka wapi, na vile pia hatujui sasa huyu dogo huyu mwenye nguo nyeupe ametoka sehemu gani. Leo tunafahamu kitu kimoja ni kwamba sasa huyu dogo mwenye nguo nyeupe, umeona, na huyu jamaa mwenye suti ya njano ni nguvu fulani ambazo zinapingana. Kwa maybe naweza tukasema nguvu moja ni labda nguvu za giza na nguvu nyingine zikawa ni nguvu za nuru yani. Ila inavyoonekana maybe tutapata majibu fulani hivi katika season ya 4, na kama nilivyosema mwanzo kabisa yani katika season ya 4 tutapata Biblia itaingia katika ulimwengu wa Gambosh, na maybe Biblia itakuwa sasa na kitabu cha 74 ambacho kitaelezea sasa au kitatoa majibu fulani kuhusu ulimwengu wa Gambosh.
Na baadaye pia tunaona jukebox ya mziki hapa. Umeona mpaka hapa, na mziki kama mziki au noti za mziki, yani ni pati moja kubwa sana, yani umeona katika kusolve matatizo katika ulimwengu wa Gambo. Umeona mpaka hapa, na kuhusu mambo ya mziki hapa na hizi chupa hizi nitaeleza vile kabisa tukifika katika sezoni ya 3, umeona kabla tujaingia katika sezoni ya 4. Na baadaye kabisa tunamwona Boyd hapa, Jed pamoja na Ellis wakiusukuma mwili kupeleka moja kwa moja ndani ya kanisa. Kwa inavyoonekana mwili bila shaka utakuwa ni mwili wa Jim, yani kwa sababu tuliona kabisa katika sezoni ya 3 episode ya 10 Jim aliuawa na umchizi huyu mwenye suti ya njano. Na vile pia kuna scene hapa tulimwona Rando akiwa na Julia, na inavyoonekana Julia alikuwa tayari sasa muone kufanya ile kitu tunayoita story walking, yani kusafiri katika timeline, yani kutoka past umeona kwenda future, kutoka future kurudi tena katika present. Na inavyoonekana sasa alifanikiwa kwenda katika past, umeona mpaka hapo, na past aliyokwenda ni ile past sasa ambayo tuliona katika season ya kwanza, yani ile past umeona ambayo Judy pamoja na familia yake walifanikiwa kuingia ndani ya Gambush, na ulikuwa ni usiku fulani ambao Boyd alibaki nyuma umeona akiwa na Jim umeona pamoja na Ethan kwa nia ya kumprotect Jim pamoja na Ethan dhidi sasa ya madubwana ndani ya Gambush. Na vile pia inavyoonekana katika sezoni ya 4 tutaona uhusiano mmoja mkubwa sana umeona kati ya mtoto mpya wa mchungaji aliyekuja anaitwa Sophie umeona pamoja na jamaa wetu anaitwa Kenny, na uhusiano unaweza kuwa uhusiano fulani hivi wa kimapenzi umeona mpaka hapo. Na vile pia inavyoonekana sasa baada ya mchungaji kufariki dunia, nguvu sasa umeona labda ya kiuchungaji au nguvu kuhusu mambo ya Biblia itashuka sasa umeona kwa mdada wetu anaitwa Sophie ambaye ni mtoto wa mchungaji yani. Na hapa pia tulisikia sauti ya Boyd akilalamika kwamba yani wameishi ndani ya Gambush kwa muda mrefu, wamejaribu kila kitu, na kwa bahati mbaya yani hakuna kitu ambacho kina wapa mwanga wote ulimuona mpaka hapa. Na vile pia tuliona hapa Boyd aliona pete, na pete ndani yake kulikuwa kuna symbol fulani ya infinity umeona mpaka hapa. Na kwa washikaji wa hesabu tofauti kimoja, infinity ni issue ambayo haina mwisho, au ni issue ambayo sasa ipo katika loop, yani inaendelea tu kila siku, inaendelea kila siku. Kwa sasa hapa sasa kazi kubwa kabisa inavyoonekana itakuwa ni jinsi gani sasa ya kuivunja hii loop mbona mpaka hapa, kwa sababu inavyoonekana yani kila mwaka au kila baada ya miezi kadhaa kuna watu wanakuja, na watu wanakuja walikuwa ni reincarnation ya watu waliopita. Kwa hiyo laana inazidi kuendelea ni kutoka kizazi kimoja kwenda kwenye kizazi kingine umeona mpaka hapo. Na je sasa wataivunja vipi loop umeona, au watavunja vipi infinity? Na vile pia inavyoonekana katika sezoni ya 4 kutoka kuna ugomvi fulani hivi umeona kati ya Boyd umeona pamoja na polisi mpya huyo aliyokuja anaitwa Acosta. Yani kuna vitu ambavyo Boyd alikuwa akivifanya labda maybe katika sezoni ya 4 ambavyo ni vya giza yani umeona, ambavyo Acosta alikuwa akivijua, ikafika hatua saa Acosta yani akaanza kumuona yani wewe unajifanya mtu mwema kumbe sio mtu mwema yani. Kwa hiyo beef pia tutaliona. Na vile pia inavyoonekana yani Boyd pamoja na Ellis wataingia katika uhusiano fulani ambao ni mzuri kama baba na mtoto yani, especially umeona kama tulivyoona katika sezoni zilizopita yani baada ya Boyd kumuua mama yake Ellis anaitwa Abby, uhusiano ulikuwa sio mzuri yani kati ya Ellis pamoja na Boyd. Na kuna scene hapa tuliona kitabu kikirukaruka na kuingia ndani ya kabati. Kwa inavyoonekana maybe nguvu za giza katika mji wa Gambush umeona ilikuwa ikimzuia Ethan kusoma vitabu mbalimbali umeona ambavyo vitasaidia kujua siri nzima ya ulimwengu wa Gambush kama tulivyoona sasa katika sezoni ya kwanza. Na kuna sini moja ambayo tuliona kuna gari hapa ambayo iliingia na kugonga kituo cha polisi. Kwa inavyoonekana maybe umeona hii gari itakuwa ni gari ya Sophie pamoja na baba mchungaji huyu ambao waliingia sasa katika sezoni ya 4 ya ulimwengu wa Gambush. Na vile pia mtoto mzuri Fatma inavyoonekana katika sezoni ya 4 atakuwa katika transition, yani kutoka katika hali ngumu ambayo ilikuwa nayo katika sezoni ya 3 na kuingia moja kwa moja katika hali ya haueni na kukubali kama maisha yake ya sasa ni maisha ndani ya Gambush, na ile mimba ilikuwa sio mimba asili kabisa umeona, kwa sababu tunafahamu kitu kimoja kwamba mtu wetu Fatima umeona alikuwa ni mgumba. Na je, ile mimba iliingia vipi katika mwili wake? Na majibu maybe nitatoa katika sezoni ya 3 tukifanikiwa sasa kureview kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na vile pia tulifanikiwa kuona midoli fulani hivi umeona mavudu fulani katika ulimwengu wa Gambush. Na inavyoonekana sasa hii midoli ilikuwa na connection na ile matambiko ambao watu wa zamani kabisa katika mji wa Gambush waliyafanya. Ila katika sezoni yetu tunaona hii midoli sasa ilikuwa iko hai umeona, kwa tujui sasa ni nguvu gani za giza ambazo zimeingia tena umeona katika ulimwengu wa Gambush. Na kuna scene hapa umeona tulimuona huyu jamaa mwenye suti ya njano akifanya shape shifting. Kwa tujue sasa shape shifting atabadilika na kuwa mtu gani? Je, atakuwa Jim? Umeona kwa sababu katika scene ambayo tunaona baadaye kabisa tunamuona Ethan hapa umeona akimkumbatia baba yake mzazi anaitwa Jim. Tunafahamu kitu kimoja katika sezoni ya 3 Jim alifariki dunia, na yeye Jim ambaye tunamuona hapa alikuwa ni shape shifter wa yule jamaa mwenye suti ya njano. Kwa ni majibu ambayo hadi sasa hatuna yani umeona mpaka hapo.
Na baadaye kabisa tunamwona Eugene hapa akiongea na Boyd, na inavyoonekana sasa mchezo wetu Eugene hapa alifanikiwa kusurvive, umeona, baada ya mateso makubwa kabisa ambayo tuliyaona alikifanyiwa na mwanamke anaitwa Sarah, umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana Eugene kuna siri moja kubwa sana anayojua kuhusu Gambosh, na inavyoonekana hapa sasa mchezo wetu Boyd, umeona, alikuwa akikaza sana hii siri sitoke. Na je, ni siri gani hasa ambayo Eugene anaifahamu kuhusu Gambosh? Je, na ni ukweli gani hasa, umeona, sababu tuliona yani katika season zilizopita Eugene kuna vitu fulani ambavyo alikuwa akivifahamu yani kuhusu ulimwengu wa Gambosh, kuhusu mambo ya sauti na connection yake na Fatma, umeona, pamoja na ile mimba ambayo alikuwa na Fatma ambayo baadaye sasa ilikuja kumzaa jamaa anaitwa Smiley, umeona mpaka hapo. Je, ni siri gani hasa, umeona, ambayo Eugene anaifahamu? Na maybe katika season ya 4 tutapata majibu ya haya maswali. Na inavyoonekana vile vile pia tutenge dipu zaidi yani kumjua Chris ni nani, umeona, na Marielle pia ni nani. Kumbuka Marielle na Chris ni marafiki wa muda fulani, wa muda mrefu yani, na mtu wa kwanza kabisa kupotea alikuwa ni Chris, na baadaye kabisa Marielle naye pia akapotea kuingia katika ulimwengu wa Gambosh. Kwa hiyo inavyoonekana kuna connection, umeona, kati ya Chris pamoja na Marielle, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo nimejitahidi kuvunja vitu ambavyo nimeviona katika hii trailer. Ila kama kuna issue ambazo labda wewe umeiona mimi sijaiona, unaweza ku comment hapo chini. Vile vile pia nitajitahidi yani kabla ya April 19 tuvunje season ya 2 pamoja na season ya 3. Na hapa chini pia nitatoa link yani kwa washikaji ambao wana mpango wa kuangalia review yangu sasa ya season ya kwanza yote, kuanzia episode ya kwanza hadi episode ya mwisho. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.